Ujumla niseme tu wazi kwamba tangu kipindi kile ulipokuwepo mara ya kwanza na uliporudi tena, umekuwa kinara katika kusimamia mambo ya taasisi zetu ambazo ziko chini ya Wizara ya Katiba na Sheria, ikiwemo tume, na mwenzangu hapa amezungumza mkurugenzi. Haya mengi ambayo tunaweza kujadiliana hapa leo na kesho ni miongoni mwa mambo ambayo umekuwa ukisimamia, ikiwemo moja, kuhakikisha kwamba muundo wetu wa Tume ya Kurekebisha Sheria Tanzania unarekebishwa, na zoezi ambalo lilianza kabla ya kuondoka kwenda wizara uliotoka na ukarudi tena, na muundo umepitishwa mwezi Juni mwaka jana 2024. Lakini la pili ambalo ni kubwa zaidi, kupitia wizara, na tumpongeze pia Mheshimiwa Naibu Waziri na Katibu Mkuu ndugu yetu Eliakim Maswi, pamoja na Naibu Katibu Mkuu Franklin Zombula, kwa kazi ambayo kubwa wameendelea kuifanya kuwezesha pia tume yetu kuweza kuonekana support kwenye mahitaji yetu ya kibajeti. Kwa hiyo haya yote pia na kuongeza utumishi, tunaweza kusema ni miongoni mwa mambo ambayo mmekuwa mkisimamia na tumeanza kuona matokeo kwa wafanyakazi. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkutano wa Baraza la Wafanyakazi wa Tume ya Kurekebisha Sheria Tanzania ambao unatarajiwa kufungua punde utakuwa ni mkutano wa 22 kufanyika kama nilivyosema hapo awali. Tume katika kipindi chote hiki imehakikisha kuwa inatekeleza wajibu wake ipasavyo, ikiwemo kufanya vikao vya kisheria ambavyo vinaagizwa na agizo la Rais namba 1 la mwaka 1970 pamoja na sheria mbalimbali zinazohusiana na masuala ya ajira na mahusiano kazini. Mheshimiwa Waziri, naomba nichukue pia nafasi hii kutaja tu sehemu ya chache mali ambayo tumeyafanya kuhusiana na tafiti katika mwaka huu. Moja, taarifa mapitio ya mfumo wa sheria zinazosimamia makosa ya uhujumu uchumi na uhalifu wa kupangwa. Lakini pili, kuna taarifa ya tathmini ya utekelezaji wa sheria ya ulinzi wa watoa taarifa na mashahidi. Lakini kuna taarifa ya mapitio ya mfumo wa sheria zinazosimamia dhamana, taarifa ya tathmini ya utekelezaji wa sheria za haki miliki na haki shirikishi, lakini taarifa ya tathmini ya utekelezaji wa kifungu cha 91(3) cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai. Lakini kuna taarifa ya mapitio ya sheria zinazosimamia adhabu ya viboko. Lakini kuna taarifa ya tathmini ya sheria inayosimamia usafiri majini, na pia taarifa ya tathmini ya utekelezaji wa sheria zinazosimamia usafiri ardhini. Pia kuna taarifa ya mapitio ya sheria zinazosimamia vivutio vya kikodi na uwekezaji mkakati maalum, pamoja na taarifa ya mapitio ya sheria ya makampuni pamoja na sheria ya majina ya biashara. Mheshimiwa Waziri, wiki mbili zilizopita tuliwasilisha pia kwako taarifa mbili. Moja ni taarifa ya utafiti wa mfumo wa sheria zinazosimamia vyama vya ushirika, lakini pia taarifa ya mapitio ya sheria ya takwimu. Mheshimiwa Waziri, ukitazama hizo kazi ambazo zimefanyika zitakuwa na tija kwenye maeneo mbalimbali, kusababisha kurekebishwa mapitio kwa sheria na hivyo kuleta maendeleo endelevu kwa taifa letu, lakini pia kuboresha hali ya maisha ya wananchi, lakini pia kusaidia katika kuboresha mifumo ya haki jinai. Kwa sababu kuna hizo sheria nyingine zinagusa pia taarifa iliyotolewa na Tume ya Mheshimiwa Rais kwenye kuangalia mifumo ya haki jinai. Mheshimiwa Waziri, napenda pia kupitia fursa hii kuomba kama waziri wetu wa sekta uendelee tu kutusaidia katika kuboresha yale yote ambayo bado tunaweza kuona kwamba yana mapungufu, ili tuweze pia kushughulikia majukumu ya tume sambamba na yale ambayo serikali imekuwa ikituagiza kila mara. Tunashukuru sana kwa maono yako na mtazamo wa kuleta tija kwenye taasisi yetu. Tulipokutana mara ya mwisho na ili Mheshimiwa Waziri ulisema kabla hujatoka wizarani, lakini ukasema tena kuweza kuboresha muundo wetu wa ufanyaji kazi ili tume iweze kuwa taasisi mahiri kwa ajili ya kufanya tafiti za kisheria. Na ulisema kwamba hakuna taasisi nyingine ndani ya serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo imekasimiwa dhamana ya kufanya tafiti
kufanya mapitio na kurekebisha na kupendekeza marekebisho ya sheria. Kwa hiyo ulielekeza kwamba tuanze kuona namna bora tutakavyoboresha mfumo wetu wa tume ya kurekebisha sheria ili uweza kuaccommodate au kuhusisha hayo uliyoelekeza. Mheshimiwa Waziri, sambamba na yale ambayo tunaendelea kuyafanya, tunaangalia pia dira ya taifa ya maendeleo ambayo iko kwenye mchakato ya 2025, na kwa kiasi kikubwa sasa tumeona kwamba kutakuwa na hitaji kubwa la mapitio, marekebisho, lakini pia utoaji wa elimu kwa umma kuhusiana na sheria na mifumo ya sheria. Kwa hiyo tumekuwa tukipokea maombi mbalimbali ya kupitia sheria kutoka kwenye taasisi zetu za serikali, lakini pia kwenye wizara. Lakini changamoto kubwa ambayo tumeiona ni upatikanaji wa fedha kufanya kazi hizi kwa wakati. Kwa hiyo tunaleta ombi kwa serikali kupitia wizara yetu, tuone namna bora ambavyo tutaweza kuboresha sasa upatikanaji wa fedha, ili moja, kuweza kuzifanya kazi hizi kwa wakati, lakini mbili, kazi ambazo zinafanyika ziwe na tija, lakini tatu, zihusishe wadau kwa mapana yake. Sababu sasa hivi kuna maeneo hatuwezi kufika kwa sababu ya upungufu wa rasilimali fedha, lakini pia tunaona kwa mbele pengine ndani ya tume tuwe na wataalamu wa sekta mbalimbali ikiwemo wachumi, engineers na kadhalika, ili tuweze kuifanya tume yetu kama walivyopendekeza iwe mahiri zaidi. Mwisho, Mheshimiwa Waziri, nimalize kwanza kwa kukushukuru kuja kama nilivyosema kuja kutufungulia baraza letu hili, lakini pia utufikishie salamu kwa Mheshimiwa Naibu Waziri, Mheshimiwa Katibu Mkuu na Naibu Katibu Mkuu na viongozi wote wa Wizara yetu ya Katiba na Sheria, kwamba sisi tutaendelea kutii na kutekeleza maelekezo yote ambayo tumekuwa tukitoa kwa ajili ya kuleta ufanisi katika sekta yetu ya sheria.